Leo ni siku ya tatu tangu alipotekwa na kujeruhiwa usiku wa manane wa kuamkia siku ya Ijumaa tarehe 2 Mei. Mpaka sasa giza limetanda, hafahamiki alipo. Tangu tarehe 1 kuamkia tarehe 2 baada ya kupokea taarifa ya kutekwa, kuumizwa kwa Kamanda Mdude, tumeendelea na taratibu mbalimbali za kumtafuta. Jana tulikuwa kwa ofisi ya RPC, tumeonana na RCO. Tulikubaliana kwamba tutakwenda ofisini kila inapoitwa leo mpaka tutakapopata majibu ya Mdude yuko wapi. Na nyinyi mnafahamu kwamba jeshi la polisi ndio wenye wajibu kwa mujibu wa sheria wa kuhakikisha kwamba wanalinda raia na mali zake, na linapotokea tukio kama hili waliopewa mamlaka kwa mujibu wa sheria ni jeshi la polisi kuhakikisha wanafanya upelelezi na watupe majibu. Kwa hivyo ninavyozungumza, wanachama na viongozi mbalimbali tunaelekea ofisi ya RPC tukaende tukapate majibu. Hatutaishia leo kama ambavyo jana tulikubaliana. Leo tunakwenda, kesho tutakwenda, kesho kutwa tutakwenda mpaka tutakapopata majibu ya mwisho kwamba Mdude yuko wapi. Tulichofanikiwa sisi kwamba sisi bwana tumefanikiwa kupata majina ya watu waliomteka ndugu yetu Mdude, ambapo walitajwa Afande Shabani, Afande RCO akasema amfahamu. Kwa hiyo baada ya pale akasema kwamba atatupa ushirikiano na sisi tuendelee kumtafuta kwa hali yoyote yani tutakavyoweza. Kwa hiyo na sisi tukatoka pale, viongozi wakawatangazia raia kwamba jamani, hao watu waliosadikika kama ni maafande pamoja na picha, Afande RCO amesema hawatambui. Kwa hiyo rasmi sasa wanatambulika kama ni vibaka. Na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya, baada ya majibu kutoka kwa mkuu wa upelelezi, wameeleza msimamo wao. Lakini tunaendelea na jitihada za kumtafuta ndugu yetu pasipo kuchoka, na tunaomba katika hili jeshi la polisi hawakwepi. Lazima waungane na sisi kuhakikisha tunamtafuta Mdude na anapatikana, kwa sababu taarifa za awali zimeonesha ndani ya jeshi kuna watu ambao wametajwa kuhusika na hili jambo. Kwa hiyo lazima tuwe na mashaka nao. Hao watu wamekuwa sio waoga, wanaweza wakamzuru askofu, katibu mkuu wa teki wanamzuru, wanamvamia, kwa hakuna tena wanachoogopa. Licha ya jeshi la polisi kuendelea kutuhumiwa kuhusika na tukio hili, na hii ndiyo kauli yao. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo zinadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji